Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Diokel TV. Godbless EJ Lema ni mmoja wa wanasiasa mashuhuri kutoka nchini Tanzania, kutoka katika chama cha demokrasia na maendeleo yani Chadema. Godbless EJ Lema amesisitiza matumizi ya rasilimali asilia. Godbless Lema ametoa mfano wa Ujerumani kuanza kutumia hydrogen ili kureplace matumizi ya natural gas kwa mbadala wa matumizi ya natural gas. Godbless EJ Lema ameandika ujumbe ufuatao katika mtandao wa Twitter na nukuu. Godbless EJ Lema anasema, teknolojia inavyoendelea kwa kasi ndivyo baadhi ya vitu tunavyoita rasilimali za taifa vinaanza kupoteza msingi wake wa thamani. Hii si jambo la kubahatisha, bali ni mwelekeo wa dunia ya leo. Ndio maana inahitaji maarifa, maono na uadilifu wa hali ya juu katika kufanya maamuzi ya rasilimali mapema kabla hatujapitwa na wakati. Mfano halisi ni soko la almasi. Leo hii bei ya almasi imedondoka kwa takriban 27% hadi 60%. Sababu kubwa ni kuibuka kwa almasi za maabara, yani lab growing diamonds, ambazo zimechukua hadi karibu nusu ya soko la ndoa Marekani. Zaidi ya hapo, almasi hizi ziliuzwa kwa bei ya chini kwa 30% hadi 70% ukilinganisha na zile za asili. Huu ni ushahidi wazi kwamba teknolojia inaweza kubadili thamani ya rasilimali kwa muda mfupi sana. Kile kinachoonekana kuwa adimu jana, leo kinaweza kuzalishwa maabara kwa wingi. Lakini wakati dunia inabadilika kwa kasi hiyo, sisi bado tunabaki kwenye mambo ya ajabu na ya aibu hadi kufikia hatua ya kuwa na mijadala ya nyeti kupotea. Kana kwamba hili ndiyo ajenda kuu ya taifa. Ufala mwingi, kelele zisizo na mwelekeo, wakati dunia inaenda kwa kasi ya mwanga. Hali hii inaonekana pia katika usimamizi wa miradi mikubwa ya kimkakati. Mradi wa gesi nchini Tanzania umechukua zaidi ya miaka 25 katika hatua ya majadiliano, mipango na maandalizi bila kufikia utekelezaji kamili. Huu si uzoefu wa rasilimali, bali ni dalili ya ukosefu wa maamuzi thabiti, kasi ya utekelezaji na uwajibikaji wa kweli. Wakati huo dunia inaelekea kwenye mabadiliko ya nishati, yani energy transition, jambo linaloweza kupunguza thamani ya rasilimali kama gesi kabla hata hatujanufaika kikamilifu. Ukweli unabaki kuwa rasilimali pekee haitoshi. Taifa linaweza kuwa na utajiri mkubwa chini ya ardhi, lakini bila maarifa, maono na uongozi wenye uadilifu, utajiri huo unaweza kubaki kuwa hadithi isiyo na matokeo. Ni wakati wa kutambua kwamba dunia haisubiri mtu. Tukichelewa kufanya maamuzi sahihi, kesho tutakuta thamani ya tulichokuwa tunakitegemea imeshapotea. Mwisho wa kunukuu maneno ya Godbless EJ Lema katika mtandao wa Twitter. Maoni yamekuwa ni mengi kwelikweli katika mtandao wa Twitter, na nukuu baadhi ya maoni ambayo watu wametoa katika mtandao wa Twitter. Anaitwa Thadson, anasema baadhi ya uzi uliopita niunge Google Kid kujifunza. Ameweka hapo utofauti wa bei ya diamond halisi na bei ya diamond ya maabara. Bei ya diamond ya maabara ni dola 22,800, lakini dola natural gas diamond asilia ni dola 2,758. Lakini Tona anasema toka Tanzania ianze kuimba wimbo wa makaa ya mawe na chuma ni leo. Toka enzi za Nyerere hadi sasa makaa ya mawe yamepoteza thamani yake ya wakati ule. Chuma kipo kinatushinda kutumia. Miaka 60 tumesomesha vijana wetu vyuo vikuu, tutafakari tunaishi kama kuku. Lakini haki anasema
Yaani sikubali tu hii nchi tupo kimakosa ise, ila kabla ya kukubali lazima tupambane na wadhalimu. Kuna watu kwa ajili ya manufaa yao wapo tayari kuchelewesha katika mambo ya kimaendeleo. Wao wanafurahia wananchi tukiwa na shida na umaskini wa kutupwa. Maoni yetu yanasema tunaendelea hivi kama wenye uwezo wa akili, ubunifu, uadilifu ndio wanaadhibiwa kwa kutotambuliwa na kutotambuliwa kwa mafisadi. Lakini The Height anasema uko sahihi Mangi, binafsi huwa na kuelewa unachokisema. Pale Fashion China kuna kiwanda cha gold plate titles nilitembelea, wanatoa hadi waranti ya miaka 20 kupakua tu image. Lakini Nzonza anasema well said, wanaume lazima ufikiri nani wa kumlaumu. Lakini Shuf anasema natural Afrika tuna struggle kwenye management na utekelezaji mbaya zaidi. Tanzania ipo chini, ametokana kidogo. Lakini Biguma anasema hakika kaka Mangi, karne ya 18 tulitegemea makaa ya mawe, leo tunategemea mafuta, kesho hatujui nini akitakuja, na kuelewa sana. Lakini Klinacho anasema guess what, hata wale wanaohisi wana ahueni kwenye hii nchi bado ni wagonjwa wa akili. Lakini Mteule anasema Afrika akili zimelala, ndoto ndo nyingi, tukiamka huwa jamaa watakuwa wako sayari nyingine. Lakini Jera anasema kabisa kaka, swala pia la makaa ya mawe it's sad. Lakini I love Dar es Salaam anasema God bless Lema, unapenda sana teknolojia wewe, mimi nakufuatilia kila kukicha, hasa mijadala yako ya teknolojia inasisimua ise. Lakini Saidi Kaniki anasema Lema kwenye teknolojia upo vizuri sana. Lakini Simon anasema sisi wahuni hawatuelewi. Saidi Kaniki anasema sahihi kabisa. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo umetoka katika chapisho la mwanasiasa mashuhuri kutoka katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chadema, si mwingine ni God bless EJ Lema. Una maoni gani kama Mwanakeo TV? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section, lakini pia unaweza subscribe na kutana notification kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami katika ulimwengu wa siasa. Tukutane wakati ujao katika masuala mbalimbali ya kisiasa. Bye bye.